Samina mina waka waka Bila shaka ukiusikia wimbo huu ambao uliwahi kuimbwa na mwanamuziki mashuhuri duniani Shakira, utakuwa unafikiria kuhusiana na soka la Afrika, na jambo kubwa pia ni kuhusiana na michuano ya Afrika ambayo inahusisha mataifa. AFCON 2025 kuanzia tarehe 21 Disemba pale Morocco. Tutakwenda kushuhudia mataifa kede ambayo yanakwenda kuwania tuzo hiyo ama kombe hilo la Afrika kwa michuano hiyo ya AFCON. Timu ya taifa ya Tanzania inaendelea na mazoezi pale nchini Misri. Lakini kabla sijakwenda kuelezea hayo kwa undani, kwanza nikukaribisha ikiwa ni kwa mara ya kwanza Afconika inaruka kupitia Ava TV. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera hapo ni Wilvin Trends. Karibu kwenye Afconika, tutakuwa sambamba mpaka pale ambapo michuano hii ya AFCON itakwenda kufikia tamati. Hapo utapata habari mbalimbali kuhusiana na AFCON, yale ambayo yametrend kwenye mitandao ya kijamii, matokeo yamekwendaje, uchambuzi kwa wachambuzi hodari kabisa, na mengi ambayo utakwenda kuyafahamu kupitia michuano hiyo ya AFCON. Karibu kwenye Afconika. Sasa nilikuwa nakujuza kuhusiana na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, ambao wameendelea na mazoezi kwa takriban wiki nzima pale Misri na chini ya kocha mkuu Miguel Gamondi. Na kwa taarifa nilizonazo ni kwamba leo ndio siku ambayo watatoka Misri kuelekea pale Morocco, ambako timu mbalimbali zikiwa zinaendelea kuwasili tayari kwa kuianza michuano hiyo. Na taarifa njema ni kwamba waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi amefika pale Misri na kukabidhi bendera ya Tanzania kwa mchezaji ama nahodha wa timu ya taifa Tanzania Bwana Ali Samata, akiwa sambamba na kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi, kama ambavyo unashuhudia kwenye picha hapo. Na sasa ni muda wa kuelekea pale Morocco kwa ajili ya michuano hiyo. Nikujuze pia baadhi ya nyota ambao wamesalia nchini wakisubiri kwenda kujiunga na kambi, ikiwemo Selemani Mwalimu pamoja na Lusajo Mwaikenda, bila kumsahau Yusuf Kagoma. Wao pia watajiunga na timu hiyo, wataanza safari mapema Disemba 19. Wao wataelekea moja kwa moja pale Morocco. Sasa miongoni mwa kitu kikubwa ama kivutio, tulishuhudia namna ambavyo wachezaji waliweza kuburuzana wakati wanawasili kwenye kambi za timu zao za taifa. Lakini sasa hivi burudani kubwa ni kwa namna gani basi wachezaji hawa watawasili pale Morocco. Kama ambavyo Tanzania iliweza kuenda Misri kwenye hiyo kambi, sasa zipo timu ambazo zinawasili pale Morocco. Hapa nazungumzia kwa namna ambavyo watu wameweza kutupia kwa asili ya mavazi kutoka kwenye mataifa ambayo wametokea. Sasa miongoni mwa picha ambazo zimeonekana zikitrend zikionyesha mavazi ya asili ya taifa lao ni timu ya taifa ya Mali, ambapo miongoni mwa wachezaji kutoka kwenye ligi kuu ya NBC na bingwa mtetezi wa ligi hiyo Club Young Africans, namzungumzia kipa Djigui Diarra, wakiwa kwenye vazi la asili kama ambavyo wanashuhudia kwenye picha. Wakiwa wamevaa ni kama ni kanzu ama tunaita nusu kanzu ile, na suruali zake kwa chini, alafu kuna joho limepita kwa juu hapo, ambao wameweza kuvaa na vikofia. Lakini pia kwenye benchi la ufundi unaweza kaona wao wamevaa kama wachezaji, lakini yenye rangi tofauti, black fulani hivi na maua. Lakini pia timu nyingine ya taifa ambayo imewasili ni Zimbabwe. Wao wamepigilia suti, alafu wameweza kuchanganya rangi zile za timu yao ya taifa kwa kunakishia kwenye hayo makoti ya suti, lakini pia kwenye scarf, na kama ambavyo unaona pichani hapo wakiwa wamewasili Morocco kwa namna hiyo. Kitu ambacho kimevutia zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo timu ya taifa ya visiwa vya Komoro wamewasili kwenye michuano hiyo. Wao wameweza kuvaa kanzu kama ambavyo wanashuhudia, kanzu ambazo zinafanania. Wapo ambao wamechanganya kidogo na makoti yale, lakini pia bila kusahau na kofia zile kichwani ama barakashia. Lakini pia timu ya taifa ya Misri tayari imewasili Mo Salah, kama ambavyo wanashuhudia pichani. Wao hawajataka mambo mengi, wamevaa tu kawaida, yani vikoti fulani hivi vya kuzuia baridi na suruali ama track ambazo zina logo ya timu ya taifa
ya Morocco. Jambo kubwa zaidi ni tunasubiri sasa kuona ni kwa namna gani ambavyo nyota wa timu ya taifa ya Tanzania watawasili pale Morocco baada ya hizi picha zote ambazo tumeziona, na taarifa ni kwamba Disemba 18 ndio wataanza safari, na maana muda wowote tutarajie kuona picha hiyo. Na kitu ambacho kinasubiriwa kwa hamu ni kushuhudia ni nani ambaye atakwenda kutoa taji la AFCON kwa mwaka 2025. Kwa msimu uliopita, mashindano yaliyopita, Ivory Coast ama Cote d'Ivoire wao ndio ambao waliweza kuwa mabingwa, wakiweka historia kwa kutinga hatua ya robo finali kama best loser, lakini mwisho wa siku akaweza kuwa bingwa. Na mwenyeji wa michuano hii ya AFCON kwa mwaka 2025 ambaye ni Morocco, kwa mara ya mwisho waliweza kutoa taji hili la AFCON mwaka 1976. Itakuwaje safari hii wao wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani? Ni kwa namna gani ambavyo wataweza kwenda kufanya? Na nikukumbusha kwenye michuano ile ya CHAN, wao ambao walikuwa mabingwa wa michuano ya CHAN kwa mwaka 2025 ambayo ilifanyika Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Inaweza kuwa ishara nzuri kwa upande wao, basi tusubiri na kuona ni kwa namna gani basi Morocco wanaweza kufanya. Unaweza kuweka hapo na kutuambia unaiona nafasi ya timu ipi ya taifa kuwa mabingwa wapya wa AFCON kwa mwaka 2025, ukikuwa kuna timu zaidi ya 16 ambao wanashiriki michuano hii kwa mwaka huu. Mimi naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends. Hii ni AFCONIKA. Usiache kutufuatilia.